Mpendwa mtazamaji wa Sibuka, na kusalimu tena leo katika jina la Yesu Kristo. Tunamshukuru Mungu tena kwa ajili ya siku ya leo, na pia ninamshukuru Mungu kwa ajili yako mtazamaji wa TV ya Sibuka. Karibu sana katika kipindi chetu kizuri cha wanawake. Pia nataka niendelee kusisitiza kwamba kipindi kinachohusu wanawake kwa kweli kinahusu jamii yote, maana mwanamke anahusika na jamii yote, watoto, wanaume, wazee, vijana, kanisa, jamii kwa ujumla. Kwa hiyo usitoke mbele ya TV yako, endelea kuwa pamoja nasi ili tuweze kushiriki pamoja maneno haya ya Mungu. Mimi naitwa Mama Mchungaji Beatrice Mgonja kutoka katika kanisa letu la EAGT Jesus Village, karibu kabisa na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kabla sijaendelea, naomba tuombe ili tujikabidhi kwa Mungu. Mungu na Baba yetu, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya wema wako na fadhili zako kwetu. Asante kutupa tena nafasi kutukusanya kwa njia hii ya TV na redio, ili Bwana tuweze kujifunza maneno ya uzima kutoka kwako. Mungu, naomba uwe pamoja nasi kupitia Roho wako Mtakatifu, ili uweze kutufundisha, tuweze kujua yale yatupasayo kufanya katika maisha haya. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru. Amen. Amen. Na leo tutakuwa na kipindi chetu bado kinaendelea, malezi ya watoto kitaalamu. Kwa nini tunaita kitaalamu? Ni kwa sababu tumekuja na daktari ili aweze kutufafanulia mambo mengine ambayo tunakosea, ili tuweze kuyafanya vizuri sawasawa na wataalamu ambavyo wanashauri. Lakini pia kuna mambo ambayo yanatuchanganya, na yenyewe pia tuweze kutoka katika ule uchanganyifu na tuweze kufanya katika usahihi. Kwa sababu unajua katika mambo ya malezi ya watoto kuna vitu vingi vinachanganya pale. Kuna mila na desturi tunachanganya, na kuna mambo ya kiroho tunachanganya, na mambo ya kidaktari tunachanganya. Sasa ni vizuri leo tupambanue vizuri mambo ya kiroho na mambo ya kitaalamu, ili tuweze kuachana kabisa na mambo ya mila na desturi ambayo nyingine zake zinapelekea pia hata watoto wetu kuharibika, ili tuweze kuwalea katika njia iwapasayo. Kwa sababu hiyo pia ninamshukuru Mungu sana, leo tumekuwa na daktari wetu kutoka hospitali yetu ya taifa ya Muhimbili. Ninaomba daktari ujitambulishe ili watazamaji wa kufahamu. Karibu sana dokta. Asante sana. Mpenzi mtazamaji wa Sibuka TV, kwa majina yangu naitwa Neema Alfred. Ninahudumia watoto katika idara ya Pediatrics Muhimbili, na tutakuwa pamoja katika kuelimishana kwa habari ya makuzi ya watoto na mambo mengine ambayo yanahusu utaalamu, na kama ambavyo pia mama mchungaji atatusaidia kwa upande wa kiroho. Asante sana. Asante sana dokta, tunashukuru sana. Lakini ninaomba nikukumbushe wewe ambaye ulikuwepo katika mfululizo wa kipindi hiki cha malezi ya watoto kitaalamu, kwamba leo tutakuwa na mfululizo wa malezi ya watoto kitaalamu, lakini sehemu ya 4. Na kwa sababu kuna watazamaji wengine ambao hawakuwepo kabisa sehemu ya 3 na hawakupata nafasi ya kutazama TV ama kusikiliza redio, lakini kuna watazamaji pia wengine ambao wangependa kukumbushwa, na ili tuweze kuendelea kama ambavyo daktari anatupa nafasi. Kwa hiyo kipindi kilichopita tuliweza kuangalia umuhimu wa kumnyonyesha mtoto. Bado tulikuwa tunaongelea habari ya umuhimu wa kumnyonyesha mtoto, na tukaongelea sana habari ya yale maziwa ya kwanza, yale maziwa ambayo yanatoka mara tu baada ya kujifungua. Mara nyingi yale maziwa yanachukua rangi ya njano. Kwa hiyo daktari alitufahamisha kwamba yale maziwa ya rangi ya njano kitaalamu wao wanayaita kama ni dhahabu. Maana yake ni maziwa ambayo yamebeba virutubisho vya kutosha kwa ajili ya mtoto na kumuimarisha katika kinga yake na kumfanya akue katika viungo vyake na katika akili zake na ufahamu ulio sahihi. Kwa hiyo tukaona pale kuna mila na desturi ambazo tuliziita kama hadithi za kizee, ambazo bado zilikuwa zinaendelea kwa watu na bado zinaendelea,
yale maziwa wanayakamulia chini mpaka eti wapate maziwa meupe, kwa sababu yale yanaonekana kama ni maziwa machafu, lakini kumbe ilikuwa ni kinyume na kitaalamu. Na hayo maziwa ni ya muhimu sana, na daktari alituambia kwamba yale maziwa hata yakiingia tu kwenye kinywa cha mtoto, hata kama hakuyameza, mwili wake unaweza ukayafyonza yale maziwa na yanaweza yakaenda katika mwili wake. Na pia napenda kusisitiza kwamba hizi habari za hadithi za kizee nilisoma siku ile katika kitabu cha Timotheo Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 7 kwamba hadithi za kizee zisizotokana na imani uzikatae. Hadithi za kizee zisizotokana na imani uzikatae. Lakini pia mstari wetu wa kusoma ambao unatusaidia ni katika Mithali sura ya 22 mstari wa 6, mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Lakini pia Hosea 4:6 neno la Mungu linasema pale, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa hiyo tutakapokoswa maarifa ya kimungu, tutakuta tunaongozwa na maarifa ya kipepo, tutaongozwa na maarifa ya kimizimu, tutaongozwa na maarifa ya miungu mingine ambayo hatukupaswa kuiabudu. Kwa hiyo tukakumbushwa pale kwamba pia mwanamke anayenyonyesha anapaswa kushiriki ndoa na mwenzi wake. Pia tukaona pale kuna hadithi za kizee ambazo zinasema mtu akishiriki ndoa na mwenzake anaponyonyesha, basi maziwa ya mtoto yanachafuliwa, na kwa sababu hiyo mtoto anaanza kuharisha, mtoto mwingine anapata utapia mlo, analegea, anakuwa hakui vizuri. Tukagundua pale, daktari akatueleza kitaalamu kwamba hakuna mahusiano yoyote ya kushiriki na mwenzi wako ambayo yataharibu maziwa ya mtoto. Kwa hiyo mama anapaswa kushiriki na mwenzi wake wakati bado anaendelea kunyonyesha mtoto wake. Lakini tukaona pia umuhimu wa kushiriki na mwenzi wake wakati anaendelea kunyonyesha. Tukaona pale daktari akatueleza kwamba ukiendelea kushiriki, maana yake pia unailinda ndoa yako na kukuza mahusiano, kuyafanya mahusiano yaendelee kuwepo. Na hata kiroho pia unatakiwa pia ujue kulinda ndoa yako kwa jinsi hiyo na kwa gharama yote, ili usije ukamuingiza mwenzako katika makwazo na kumfanya atoke nje ya ndoa. Na daktari akasema pale kwamba mtu anapokuwa amejifungua na ananyonyesha, kuna vichocheo ambavyo vinazidi anapokuwa mjamzito, ambavyo vinamruhusu kupata hisia na kuwa na ufahamu au kutamani tendo la ndoa. Lakini baadaye anapojifungua, vile vichocheo vinashuka kwa ghafla, kwa hiyo anakuwa katika hali ya kuto kuthamini tena jambo hilo. Kwa hiyo daktari akashauri pale kwamba ni kazi ya hawa watu wawili kuhakikisha kila mtu anamwandaa mwenzake na kuelewa kwamba mwenzake anapitia katika jambo gani, na kutiana moyo ili kuweza kuilinda ndoa. Kwa sababu nikawaambia wanawake kwamba usipoilinda ndoa yako, mume wako akatoka nje ya ndoa akaenda nikasoma kitabu kile cha Isaya sura ya 4 mstari wa 1, tukawakuta pale wanawake 7 wanataka mtu mume mmoja, na wanasema kwamba watavaa nguo zao wenyewe na chakula chao wenyewe mradi tu waitwe kwa jina lake. Kwa hiyo tukaona kwamba kuna wanawake ambao wako tayari wakati wote. Kwa hiyo utakuta kwamba mume wako akiangukia mikono ya hao wanawake ambao wananenwa katika kitabu kile cha Isaya sura ya 4 mstari wa 1, unaweza ukakuta umeharibu ndoa yako kwa mikono yako mwenyewe, na mume wako akawa sasa hana utashi tena kwako. Kwa hiyo ni kazi yako mwanamke ujitahidi kujionyesha kwamba umekubaliwa na Bwana. Kwa hiyo kazi nyingine ya mwanamke ni kujitahidi kujionyesha kwamba umekubalika na Bwana. Ukijua kwamba kuna hali hiyo, basi unashirikiana na mwenzako kuhakikisha kwamba hiyo hali inakuwa tena haiwezi kutokea. Lakini tuliongea pia habari ya mwanamke ambaye amepata ujauzito wakati mtoto akiwa bado mdogo sana, labda mtoto ana miezi 3, unakuta mama ameshakuwa mjamzito, au mtoto ana miezi 6, mama amekuwa mjamzito. Kwa hiyo tukaona pale
mama pia anatakiwa kuendelea kunyonyesha mtoto wake, huku ana mimba, huku ananyonyesha, huku ana mimba, huku ananyonyesha. Jambo la msingi ni kula vyakula ambavyo vitafanya maziwa yatoke, lakini pia vitaruhusu ukuaji wa mtoto kule ndani, ili azaliwe akiwa katika viungo vyake sahihi na akili zake timamu na ufahamu ulio mzuri, lakini pia aweze kuishi naye na kufanya mambo mengine ambayo yanampasa kufanya. Kwa hiyo tukafika pale, tuliongea mambo mengi pale, maana watu wengine walikuwa wanaamini pia katika hadithi za kizee kwamba mama akishakuwa mjamzito na ananyonyesha, basi anapaswa kuacha kumnyonyesha mtoto wake mara moja, kwa sababu ilikuwa inaaminika kwamba akimnyonyesha, sio ilikuwa inaaminika kwamba akimnyonyesha mtoto wake, basi anakuwa mtoto amenyonya maziwa machafu, ambapo ataanza kuharisha, ataanza kudumaa, ataanza kuwa anaugua mara kwa mara. Tulithibitishiwa na daktari kwamba hakuna uhusiano wowote wa kushiriki tendo la ndoa na katika hali ya kuchafua maziwa. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu pia kwamba tumepata ufahamu. Kwa hiyo ni kazi hiyo ya mwanamke kujitambua. Ni vitu ambavyo vinasumbua sana, na tumekuwa tunaendelea kupata maswali mengi sana na malalamiko mengi sana yanayotoka kwa wanaume kwa kuhusianisha hasa wanawake wanaokuwa wajawazito na wanaonyonyesha kutokana na vitu ambavyo wanavifanya, ama kwa kulibebea ile hali alionayo. Wengine anaweza akafanya ni kisingizio, lakini pia tumekuwa tunaelimishwa, na hata leo ninaleta wito kwamba hapo chini ya TV yako kuna namba inatembea hapo, namba ya simu. Unaweza ukatupigia simu kutuuliza jambo lolote ambalo unataka kufahamu ama changamoto yote unayopitia, lakini pia unaweza ukatoa hata maoni yako. Kwa hiyo usiache kutupigia simu ama kutuandikia message kwa jambo lolote ambalo unataka kulifahamu zaidi, kwa sababu jambo unalotaka kulifahamu wewe linaweza likawa la msaada mkubwa sana kwa ajili ya watu wengine, kwa sababu lengo letu tunataka watu tupate elimu na kufanya vile ambavyo inampendeza Mungu kama wanawake. Kwa hiyo karibu sana, tuendelee na kipindi chetu. Na sasa nataka nigeuke kwako Dokta, kwa sababu tena hapa tuna swali lingine. Kwa nini wanawake wengine wakijifungua maziwa yanakuwa hayatoki kwa siku kadhaa? Nakuta maziwa hayatoki hata ukitaka kumnyonyesha mtoto, na inapelekea watoto wengine kupata hata manjano, inapelekea watoto wengine kupata matatizo mengine. Kwa hiyo labda tungepata kujua kitaalamu hapo nini shida na tunawezaje kuitatua hiyo shida, kwa sababu ni shida ambayo inaonekana kwenye jamii inasumbua sana. Karibu Dokta. Asante sana. Ni kweli nakubali ni changamoto ambayo watu wanakutana nayo. Na kuna baadhi ya wagonjwa ambao wanakuja na watoto wao. Unakuta mtoto ana miezi 3, 4, 5. Hapo unamwambia mnyonyeshe mtoto. Anakwambia mtoto wangu hanyonyi. Mtoto ana miezi 4 anasema hanyonyi. 4. Kwa nini hanyonyi? Anakwambia labda mimi sina maziwa hayatoki. Unamuuliza, je, amejitahidi labda, kwa sababu vitu ambavyo vinasaidia maziwa kutoka ni pamoja na kunywa vyakula vya majimaji, lakini vya moto kama supu, kama uji. Wengine pia wanaweka kama pilipili manga, zile zinasaidia kuchochea. Wanaweka na mbegu za maboga. Wanaweka, yani kuna vitu ambavyo wanaamini mtori. Ni virutubisho ambavyo vinasaidia vinachochea kutoa maziwa ya kutosha. Pilipili manga inachochea. Vinachochea. Kwa hiyo sasa unakuta mama mtoto hanyonyi. Sababu kubwa ni kwamba maziwa hayatoki. Kwa hiyo unakuta anaachana nayo, anaanza sasa anahamia kwenye maziwa ya kopo. Kwa hiyo unakuta ile mtoto wa umri wote unajaribu kushangaa, lakini sasa imeshatokea kwamba sasa hivi miezi imeshapita. Na ukiacha kunyonyesha kwa muda fulani, kwa sababu
ni vichocheo. Kwa hiyo vile vichocheo vikisimama kwa muda, hata ukija baadaye mtoto akanyonya, yale maziwa haiwezi kutoka tena, kwa sababu mwili umeamini kwamba hakuna kinachoendelea hapa katikati. Kwa hiyo kadiri mtoto anavyonyonya, ni taarifa inaenda kwenye ubongo kwamba maziwa yanatakiwa. Kuna mtu ananyonya. Kwa hiyo zile homoni katika mwili ni kama zinafanya kazi kwa idara. Kwamba sasa hivi ni wakati wa ujauzito. Kuna idara ambayo inahusika kuandaa maziwa. Kwa hiyo kuna homoni ambayo inahusika kuandaa maziwa. Kwa maziwa yaendelee kujaa. Yaani asitoke nje ya mwili. Lakini maziwa yale yajiandae. Yaani kuwa na sehemu ambayo maziwa yatakuwa yanahifadhiwa ili mtoto awe anapata maziwa ya kutosha. Sasa nimezungumza hapo kwenye kipindi kilichopita kwamba wakati mama anakuwa mjamzito kuna idara ya ile hormone, kitengo chao ni kuhakikisha kwamba ule ujauzito unafika mpaka miezi 9. Kwa hiyo kazi yao ni kuhakikisha kwamba zinakuwepo na mji wa uzazi unalindwa. Sasa pale ambako mfuko wa kizazi ile placenta ambao ndo mfuko ambao unabeba mtoto unabeba mtoto ndani ya tumbo ukishatolewa, unakuta zile hormone zitaisha, yani zitapungua, lakini sio kwamba zinaisha mara moja kwamba ile kazi yao wanaacha mara moja, hapana. Inachukua masaa mpaka siku, inaaminika kama masaa 30 mpaka 40 ndo ile hormone sasa inaanza kuwa inapungua, inakosa nguvu. Na ile hormone nyingine sasa ambayo inahusika kwenye kuzalisha maziwa, kwenye kutoa maziwa, kuna hormone nyingine inaitwa yani hormone ya upendo. Inakauka. Inaitwa love hormone. Kwamba ile kichocheo kile idara yake ni kwamba kwa mfano mtoto amelala pale, love hormone ina love mtoto ama ina love na nani? Ile inakuwa inatengeneza ni kwamba yani upendo wa mtoto kwa mama. Kwa mama. Kwa hiyo inahusika kati ya mtoto. Akisikia mtoto wake analia, anaweza akachanganyikiwa, asifanye kitu kingine. Ile ni hormone ile inafanya kazi. Hata yani inafanya kazi kwa staili kwamba mtoto akilia anahitaji kunyonya, anahitaji. Kwa hiyo mama attention yake ni kwa sababu ya kile kichocheo katika mwili wake. Kinafanya kazi. Yaani mama yeyote ukiona mtoto wake analia, yani ni kitu ambacho unasikia mpaka tumbo linauma. Kichocheo Kwa hiyo kile kichocheo kinakuwepo kwa mama. Kwa hiyo ile hormone inafanya hiyo kazi. Kwa hiyo kuna hormone nyingine ambayo inahusika yenyewe kutoa maziwa yatoke, yani maziwa yazalishwe. Kwa mtoto akishaweka ile chuchu, kuna vitu ambavyo ni kama yani vina hisia. Kwa mtoto akishaweka mdomo pale kunyonya, ni hisia inaenda mpaka kwenye ubongo, taarifa inapelekwa kwamba maziwa yanahitajika huko. Kwa hiyo pale mtoto anapokuwa pale, taarifa ile ikishaenda, maziwa lazima yaje. Yani lazima yatoke. Ndio maana wakati mwingine mtoto akilia kwa maziwa nayo yenyewe yanaweza kutoka. Au mama anaweza kawa huko mbele akaanza mtoto wangu analia, ni imani hiyo na yenyewe. Kwa hiyo ni kichocheo kinafanya kazi katika mwili wake. Ndio. Kwa sasa unakuta inaweza kuchukua hata siku 2 maziwa yakaanza kidogo kidogo. Ni kwa nini? Kwa sababu tunaambiwa ile hormone ambayo ilikuwa inalinda ujauzito ile mpaka miezi 9 inachukua masaa yenyewe kuisha. Kwa hiyo masaa 40 ambayo ni kama siku 2 mpaka siku 3 mpaka masaa 72 wakati mwingine maziwa yanakuwa maziwa hayatoki. Lakini sasa ni changamoto ambayo inakuwepo, ni sio wengi ambao unakuta maziwa labda yanachelewa kutoka, unakuta mwingine maziwa yanatoka mengi. Kwa hiyo vichocheo vinatofautiana kati ya mtu na mtu. Haiwezi kuwa tu ni hivyo. Kwa hiyo kuna mtu unakuta ile homoni yake ina nguvu sana, ile ambayo ilikuwa inahusika na ujauzito. Kwa hiyo na maana inahitaji masaa ile vichocheo viishe, alafu ile homoni nyingine ianze kufanya kazi yake. Kwa sababu ile hiyo ambayo nakwambia inahusika kwenye uzalishaji wa maziwa, wakati ile pale inafanya kazi inaruhusu, yani hii ya ujauzito, estrogen ile na progesterone inapokuwepo kwa wingi, inamzuia yule asitoe maziwa. Ndio maana hata mama akiwa mjamzito anajifungua kesho, maziwa hayawezi kutoka leo. Kwa hiyo mpaka
ule mfuko umetolewa, ulikuwa na watoto, ulikuwa na mtoto. Alafu taarifa inapelekwa yeye kwenye ubongo. Hii kwa sababu ukishatolewa, hii homoni nyingine itaanza kupungua nguvu. Kwa hiyo ina maana taarifa itapelekwa kwenye ubongo, mtoto akiwekwa tu hapa, maziwa yanatakiwa. Bana maziwa yanatoka. Kwa hiyo sasa ina maana hii ikiwa inaendelea kupungua nguvu, hii inaendelea kuongezeka. Kwa hiyo maziwa yanakuja. Kwa hiyo mama tunachoshauri sisi, hata wamama wale wanaojifungua, unakuta mama na kama mtoto maziwa hayapo, tunashauri aendelee kuweka tu mtoto hapa kwenye nyonyo, hata kama hayatoki aendelee kumweka mtoto, kwa sababu hisia itapelekwa, maziwa yatakuwa yanatoka kidogo kidogo, lakini kadiri ya siku ile homoni inavyoisha, hiyo nyingine hii ambayo inahusika kutoa maziwa itapanda na maziwa yatatoka. Sawa. Kwa hiyo hakuna kitu ambacho kinaonyesha kwamba maziwa hayatatoka kabisa. Kwa hiyo unakuta mtu ile mara nyingi sasa wanawake wengi nawakuta wanapata msongo wa mawazo haraka, yani kama ni jambo linawachanganya, kama maziwa hayatoki na mtoto analia anataka apate maziwa. Kwa hiyo jambo lile mama linamstress. Mwisho wa siku sana anapotea kabisa. Kumbe tena akishtuka kwamba hayatoki, akipata ule msongo wa mawazo ndio yanaisha kabisa. Yani ile stress anapata, tunaita stress. Ni kama yani ni jambo ambalo linamshtua. Kuona yenyewe ni vichocheo vinatolewa tena. Shida kwamba kuna hormones na zenyewe zinakuwepo, tunaita stress hormone. Yani mtu anaweza akapata shida kwa sababu ya zile hormones. Kwa hiyo unakuta vile vichocheo vinapozalishwa vinachanganyikana sasa, yani nakuwa mama anashindwa tena kuendelea kupata mtoto. Yani sasa daktari hapo unapoongea hormone, mara kuna hormone ya love, hormone ya stress. Yani kwa ni vichocheo vinakuwa katika mwili. Kwa sasa mama akiwa na sisi, kwa mfano yuko hospitali, huwa kuna kitu tunampa uhakika kwamba usijali, endelea kumweka mtoto hapa. Kadiri mtoto anapokuwa hapa kwenye ziwa la mama, taarifa inapelekwa, maziwa yanatoka. Kwa hiyo asikate tamaa wala asipate shida. Anatakiwa aendelee kumnyonyesha tu, maziwa yatatoka, yataongezeka. Sio jambo la kukatia tamaa ama na kumletea mshtuko ambao utaleta tena matatizo mengine ya kukata kabisa maziwa. Sawa. Na sasa unakuta watoto wengine kama hivyo anakuambia mtoto tu, kuna watoto wengine unakuta amenyonya tu hata mwezi mmoja hataki tena. Mwingine amenyonya miezi 4 hataki tena. Inakuwaje wakati mtoto anatakiwa na yeye anajua kwamba anatakiwa kunyonya ni shibe? Sasa inakuwaje anakataa kunyonya bado mdogo? Kwa kweli ni jambo ambalo kitaalam sina ufafanuzi wa kutosha. Japo nimekutana na watu ambao wanadai mtoto, kama nimetoa mfano mmoja. Nimekutana na mama mtoto na miezi 3, anakuambia huyo alikuwa anasema maziwa hayatoki. Mwingine anakuambia mtoto wangu mimi alikataa miezi 7. Kwa miezi hiyo 6-7 ni wengi. Kwamba alikataa mtoto kunyonya. Yaani hata nikijaribisha, mwingine anakuambia nimeumia sana, natamani kumnyonyesha mtoto wangu lakini anakataa, hataki kunyonya, ameacha kunyonya, amemwachisha. Kwa hiyo unakuta ni jambo ambalo kwa kweli kwa sisi ambao tunashauri, tunaona umuhimu wa kunyonya. Naweza yani unatamani tu mwambie basi endelea kunyonyesha, sasa imeshapita miezi, haiwezekani tena hataki kunyonyesha ile. Kwa hiyo inaonekana hapo kuna tatizo lingine. Kabla sijaingia katika upande wa kiroho, nilikuwa natamani pia niulize tena kwamba unakuta hawa watoto wadogo wanaozaliwa na unakuta hawa wazazi ambao wana watoto wao wanalalamika, usiku tujalala, mtoto analia kucha, mtoto usiku kucha analia, mtoto analia hasa usiku, analia usiku hatukulala. Unafikiri daktari, hapo kitaalamu shida inakuwa wapi? Yani kwa kweli nimeona pia watu wanakuja hospitali. Mwingine anakuambia labda nimehisi tumbo inauma, labda la mtoto, nimehisi hivi. Yani mtoto anapimwa ila analia. Kwa hiyo sasa nanyi kitaalamu pale hamjaona kitu. Yani sasa ni ngumu kusema kwa sababu sisi lazima tuchunguze. Labda utachunguza damu ya mtoto, sababu pengine kuna shida, sababu unaambiwa mtoto mdogo akilia kuna shida. Yani anapolia mtoto kuna shida. Pengine ana njaa, pengine anaumwa sehemu au ana maumivu. Kwa hiyo anapolia mtoto kuna kitu hiyo. Kwa sababu pengine amenyonya vizuri, ameshiba, lakini anaendelea kulia. Na kuna wataalamu wengine wamesema
kuna namna, kuna wataalamu wametuma pia kwamba kuna aina ya kulia inaonyesha shida fulani kwa mtoto. Kwa hiyo mengine zaidi. Sasa ili ukitaka kujua mtoto anavyolia inaonyesha shida, sinabidi uende chuo kabisa. Ukasomea milio ya watoto. Na nimejaribu kusikiliza nikaona ni kweli. Hata mtoto akilia analia namna fulani. Kuna kilio cha maumivu, kuna kilio cha njaa, kuna kilio cha kulala. Kwa hiyo hivyo ni vitu vingine sasa ambavyo watu naamini hivyo. Yaani kazi, mambo mengine kazi. Inabidi hapo sasa kujifunza hata milio ya watoto. Ndio. Kwa sababu na sisi tunategemea, unajua mtoto hawezi kujieleza. Kwa hiyo unakuta mama akija anakwambia labda mtoto wangu unamsikiliza yule mama. Lakini sasa inabidi umwangalie mtoto mwenyewe, ujihakikishe kile anachosema mama na mtoto alivyo, ndio uje upate majibu. Lakini nashukuru Dokta. Pendwa mtazamaji, unajua kuna vitu vingine kwa sisi au kwa wewe hata kwa mtu yote, kama umezaliwa mara ya pili, umeokoka na unamwabudu Mungu na unaamini neno la Mungu, kuna vitu vingine nasema kwa wanadamu vinavyoshindikana, kwa Mungu vinawezekana. Yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Kwa hiyo kuna vitu vingine ambavyo ukishakuwa mama umejifungua, lazima tu umshirikishe Mungu na uhakikishe kwamba unapata msaada kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo kuna mambo mengine, kwa mfano kama maziwa hayatoki, na wakati mwingine unakuta mtoto analia, na unaweza ukakuta mtoto analia saa 7 ile usiku ikifika analia hiyo, ama saa 6 ile ikifika anaanza kulia hiyo saa 6, ama saa 10 tu ikifika. Sasa unajiuliza huu ugonjwa ambao unasubiri tu hiyo saa ni ugonjwa gani? Na unakuta saa nyingine mtoto ni mdogo na miezi 3 anakataa kunyonya maziwa, jambo ambalo si la kawaida. Vyakula ni kwa tumbo na tumbo ni kwa vyakula, na Mungu ameweka maziwa katika kifua chako ili mtoto anyonye. Kwa nini mtoto asinyonye? Na kwa nini maziwa yasitoke? Kwa hiyo kuna mambo mengine ambayo unatakiwa pia ufanye mambo ya kiroho zaidi, ili upambane katika ulimwengu wa roho, kwa sababu ni mambo ya kiroho. Kama hapa daktari anatuambia, anasema kuna watoto wengine wanaletwa wanaambiwa hawanyonyi, watoto wengine wanalia. Daktari anasema wanawachunguza, wanakuta hana ugonjwa wowote na ameacha kunyonya, hakuna sababu yoyote ya kukataa kunyonya. Na wewe mama, maziwa hayatoki, hakuna sababu yoyote maziwa kwa nini yasitoke wakati wewe unanywesha. Kwa hiyo kuna vitu vingine vinahitaji maombi na maombezi. Mimi nina shuhuda nyingi za kutosha za kuona wanawake ambao maziwa hayatoki, amejifungua ana siku 4 maziwa hayatoki, na mtoto anapata manjano, wanamrudisha hospitali, na yeye mwenyewe mpaka wanaleta zile mashine. Dokta, siku hizi kuna mashine za kukamua, za kukamua zile. Hata mama akiwa chuchu ni kubwa imeingia ndani. Mimi nilishangaa, mmoja anamwambia kalete mashine inavuta chuchu nje na zinasaidia kukamua maziwa. Ni hivyo. Kuna ambapo unaweza kutumia mkono, kuna ambapo unaweza kaunganisha kwenye umeme pia. Kwenye umeme, ya umeme inavuta maziwa. Sasa kama vitu vyote hivyo unakuta bado huyo mtu akiunganishwa hivyo, unakuta bado maziwa hayatoki na mtoto anaendelea kupata manjano na anarudi kule. Lakini mimi nina shuhuda za kutosha kwamba kuona watu ambao maziwa hayatoki, kwanza akifanyiwa maombi na maombezi kupitia watumishi wa Mungu, anakuta maziwa yanaanza kutoka. Anaombewa, maziwa yanaanza kutoka. Wakati mwingine mtoto analia usiku, ukimfanyia maombi na maombezi ananyamaza. Wakati mwingine mtoto anakataa kunyonya, ukishamfanyia maombi na maombezi anaanza kunyonya. Kwa hiyo inatakiwa uchukue hatua hizo za kiroho. Kuna vitu vingine katika ulimwengu wa mwili huwezi kuviweza, lakini kiroho vinawezekana. Na kwa sababu hiyo basi inabidi kujitambua. Wakati mwingine sio, unajua mtu mwingine ameokoka, mtoto tu akinania ameshamkimbiza tu kule hospitali. Mimi sikatai usimpeleke mtoto hospitali. Mpeleke mtoto hospitali. Lakini tumia mamlaka pia. Huku utampeleka hospitali, huku utatumia mamlaka ili kuhakikisha kwamba mtoto wako anakuwa salama. Mambo yako mengi
kama vile ambavyo tunasoma katika hiki kitabu cha Waefeso sura ile ya 6, tunaona pale. Imenibidi niseme hivi kwa sababu naona nina shuhuda za watu ambao anasema mtoto analia, mtoto anyamazi, lakini ukimpeleka kwenye maombezi au maombi, wewe mwenyewe mama, unakuta mtoto anaanza. Kuna siku moja, samahani mama. Kuna siku moja tulikuwa tunaenda mahali. Sasa ni safari ndefu kidogo. Sasa kuna mtoto mmoja alikuwa pamoja kwenye gari. Alianza kwanza, nafikiri mimi niliingia nikakuta analia. Tumeenda umbali mrefu nikakuta bado analia. Sasa kuna mtu mmoja, nafikiri ni mtumishi wa Mungu. Kama sio mtumishi wa Mungu ni mtu ambaye yuko vizuri kwa. Akaanza kukemea mle. Watu wakanyamaza, kukawa kimya, yeye peke yake akawa anakemea. Anakemea kwamba kwa nini mtoto anamuombea yule mtoto. Hatujafika mahali mtoto katulia. Akatulia kabisa. So, yaani kuna vitu. Kwa hiyo mwanamke unatakiwa, ndio maana wanasema uwe hodari. Wewe mwenyewe mwanamke. Sasa unajua kuna wanawake wengine maombi hawataki, kwenda ibadani hawataki, neno la Mungu hawasomi, hata kutumia mamlaka hawezi. Kwa hiyo yeye kila kitu anataka tu mchungaji, au zingine mwingine anaenda kuchukua vitu vingine ambavyo anavitumia ambavyo sio vya. Wewe mwenyewe unatakiwa uwe hodari. Hebu tusome katika hiki kitabu. Waefeso sura ya 6, nasoma mstari wa 10 mpaka wa 12. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu, mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Hasa katika ulimwengu wa roho kuna mambo mengi. Sasa mwanamke unatakiwa usimame thabiti katika Mungu, uwe hodari katika Mungu. Jaa maneno ya Mungu. Soma neno la Mungu. Jaa maneno la Mungu. Jiungamanishe na Mungu kwa njia ya maombi na kuishi maisha matakatifu, ili uwe na uwezo wa kupingana na hila za shetani. Sasa unakuta mtoto analia usiku kucha, watoto wengine wanaharibika, watoto wengine wanakuaje, unampeleka hospitali, anachomwa sindano mpaka anaweka madripu, mtoto hakuna kitu. Kwa sababu mama huyu hajajidhatiti. Na wakati mwingine anasema wanawake, ishi maisha matakatifu, jiungamanishe na Mungu. Kama hata wewe hutaki, basi ishi kwa ajili ya watoto wako. Ishi kwa ajili ya watoto wako. Kwa hiyo kuna swala sasa hapo la mwanamke kujizatiti. Mtoto anaumwa, wakati unakimbia umpeleka hospitali, huku unakemea zile roho za kishetani, unaziangusha na kuziteketeza, ili unapofika kule unakuta sasa wakati mwingine unampeleka mtoto hata dawa hazifanyi kazi, kwa sababu tayari kuna nguvu zingine ambazo zimetangulia. Kwa hiyo na Mungu anatuambia pale katika kile kitabu cha Luka sura ya kitabu cha Yakobo sura ya 4 mstari wa 7 pale. Yakobo 4:7 nitasoma pale. Mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Kwa hiyo kumbe tunatakiwa hasa kupinga. Wakati mwingine ni mambo tu ya maonezi, vipepo tu na wanga wanatembea hapo, wanaliza mtoto. Mtoto analia kila siku saa 6. Wewe ushangai. Ikifika saa 6 anaanza kulia. Ikifika saa 8 usiku anaanza kulia. Ama ikifika saa 10 anaanza kulia. Kukicha asubuhi mtoto mzima anacheka, analala usingizi fofofo. Ikifika saa 6 anaanza kulia. Ushangai. Unatakiwa kuwa hodari katika Bwana na uweza wa nguvu zake. Halafu zipinge hila za shetani, naye shetani atakimbia. Kwa kuwa tumepewa mamlaka. Kitabu kile cha Luka sura ya 10 mstari ule wa 19. Tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Na nguvu zote za adui, wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Kwa hiyo iko sababu ya mwanamke. Vitu vingine ukatata, unaona maziwa hayatoki. Wewe mwenyewe kuwa hodari katika Bwana. Shika kifua chako. Kemea hayo manguvu yanayozuia maziwa kutoka. Haribu kabisa hizo kazi za shetani. Halafu mtoto hataki kunyonya, muombee.
kwa sababu Mungu amekuagiza kumuombea. Tuangalie pale katika kitabu kile cha Luka sura 23. Tutaona jinsi ambavyo Mungu ameagiza pale, sura 23 mstari wa 27. Mkutano mkubwa wa watu wakamfuata, na wanawake waliokuwa wakijipiga vifua na kumwombolezea. Yesu akawageukia akasema, enyi binti za Yerusalemu, msinililie mimi, bali jililieni nafsi zenu na watoto wenu. Kwa hiyo kuna nafasi kubwa ya wewe kutambua hivi vitu vya hila ya shetani, vitu ambavyo hospitali havionekani, vitu ambavyo huwezi ukaeleza kwa nini maziwa yasitoke. Kuna shida gani wakati Mungu amekupa maziwa unyonyeshe mtoto? Kwa nini hayatoki? Halafu mtoto anatakiwa kunyonya na miezi 3, hataki kunyonya. Halafu mtoto analia usiku kucha, kukicha asubuhi mtoto kanyamaza. Hushangai, unatakiwa usimame na uwe hodari katika Bwana na uweza wa nguvu zake, ili kuweza kuzipinga hila za shetani kwa ajili ya mtoto. Daktari hapa ametuambia kuna vitu vingine hawavioni, si ndio? Kuna vitu vingine hawavioni. Hasa kama daktari kuna vitu vingine hawavipendi hasa kwa watoto. Mimi sikuambii kwamba usimpeleke mtoto ukazane kwenye maombi, kwa sababu sijui uweza wa nguvu zako kwa Mungu ndani yako. Yaani nguvu inayotenda kazi ya Mungu ndani yako siielewi. Lakini nataka nikwambie kwamba wakati unakimbilia hospitali, chukua hatua na hii nayo, huku unaomba, huku utaelekea kule hospitali. Huku unaomba, huku utaelekea kule hospitali. Kwa hiyo ni kazi yako mama kuwa wa kiroho kwa ajili pia tu ya watoto wako. Na daktari, wakati mwingine tumewahi kwenda hospitali siku moja na mtoto wa mshirika. Tukafika pale, daktari amehangaika naye, kumbe alikuwa anapelekwa huko tangu nyuma, anaangalia rekodi pale. Asema lakini mtoto sisi hatuoni shida yote. Lakini mtoto amekonda. Mtoto hataki kunyonya, lakini mtoto hana homa, hana nini, lakini mtoto ananyongea tu. Mwisho unajua daktari akasema, mimi naona nyewe mama mtoto huyu mfanyeni maombezi. Mimi nikasema jamani, hata milima imeongea sasa. Kwa hiyo wakati mwingine ni kazi yake. Sasa nirudi tena kwako daktari kwa swali lingine ambalo litatusaidia pia. Kuna vitu ambavyo daktari vimekuja. Zamani tulikuwa hatuna teknolojia. Na wala zamani tulikuwa hatuvielewi. Unaona? Zamani ilikuwa tunajitahidi kama kumvalisha mtoto, tutamvalisha nepi. Ni nepi neupe, zilikuwa kwenye nepi za taulo, si ndio? Tunavalisha mtoto. Alafu wamama wa kijijini zaidi tulikuwa tunashauriwa, wamama kanga ikichakaa iweke, fua vizuri, siku ukijifungua ndio nepi ya mtoto wako. Basi na wakuta mtoto anavalishwa kile nepi, na tulikuwa tunapewa chupi za mpira ambapo akivalishwa anakojoa mle, lakini unauona mkojo haraka unatoa, mambo kama haya. Lakini sasa kumekuja sasa na utaalamu zaidi kwamba sasa tena watoto hawavalishwi nepi zile, na wanavalishwa kitu kinaitwa pampers. Umeona? Sasa watoto wanavaa pampers. Sasa swali linalokuja ni kwamba kuna watu wanasema pampers, kuna madhara kwenye pampers. Madhara yenyewe wanadai kwamba pampers zile watoto wakivaa, kuna viungo ambavyo haviwezi kukua, na hasa watoto wa kiume wanadai kwamba wanabanwa na zile pampers. Kwa hiyo ukuaji wa zile sehemu za watoto zinaathirika. Na wengine wanasema watoto wakivalishwa hizo pampers wanakuwa na matege. Wengine wanasema wakivalishwa hizo pampers wanachubuka. Wengine wanasema wakivalishwa hizo pampers wanapata magonjwa, sijui UTI, sijui nini. Kwa hiyo sasa kumekuwa na sintofahamu kwamba pampers ni uharibifu zaidi kuliko faida, lakini tunataka leo tujue kitaalamu. Je, pampers ni kweli zinaathiri ukuaji wa viungo vya mtoto? Na hayo mambo mengine. Karibu daktari. Asante sana kwa swali zuri.
Nafikiri ni kweli wazazi wengi zamani walikuwa nalea, hakukuwa na Pampers, wamekuza kwa nepi, na kaanga visepe. Visepe unavielewa wewe? Lakini sasa unajua hatukatai mabadiliko ya teknolojia. Tunatoka hapa tunaenda sehemu nyingine. Pampers hazina shida. Isipokuwa kitu chochote kinatakiwa kwanza mtu anayekitumia kilewe vizuri, lakini pia kizuri hakiwezi kukosa madhara. Ni mfano labda nachukua mfano wa gesi. Gesi ni nzuri, tunapikia, tunafanya hivi na tunafurahia. Lakini huko nyuma tulikuwa tunatumia kuni, tulikuwa naishi. Isipokuwa sasa ile gesi inaweza kubadilika ikaleta madhara mengine makubwa tu. Kwa kitu chochote ambacho kinatumika, anayekitumia kielewe, lakini pia aelewe madhara ambayo yanaweza kutokana na kile kitu anapokuwa anatumia vizuri. Unajua umesema kweli kwamba kila kitu kina madhara. Hata chakula nacho kina madhara. Ukila chakula bila utaratibu na chenye kina madhara. Kwa sasa Pampers naweza nikasema hamna madhara yote ya kutumia Pampers. Lakini mtumiaji akikosea ndio pale ambapo madhara yanakuja. Hizo changamoto ambazo umezitaja, naweza nikaelezea moja baada ya nyingine. Zile Pampers kwanza moja ni kwamba zina gharama. Kwa yani zina gharama. Labda mtu anaweza naona sehemu nyingine ukuta mtu anaenda kununua moja ili atumie, labda anaenda sehemu. Kuna sehemu ambapo wamefungua wanauza moja moja. Wanauza moja moja. Kuna mtu labda mtu hana uwezo wa kununua ule mfuko. Kwa hiyo anaamua kwenda dukani kununua Pampers moja. Mwingine labda ananunua, kwa hiyo anaenda nayo hiyo safari atakayoenda ndio hiyo moja mtoto anakuwa amevaa mpaka anarudi nyumbani na anakuwa amevaa hiyo. Ni kwa nini? Kwa sababu nepi inaloana, kwa hiyo analazimika kubadilisha. Lakini akimvalisha Pampers ile moja anaweza kaje, kwa sababu mkojo unakuwa haupiti au uchafui nguo aziloani. Kwa hiyo anaenda na hiyo moja kama ni masaa 10 siku nzima mtoto anakuwa amebaki nayo. Sasa kumbuka kwamba kinachotoka kile ile ni taka mwili. Kwamba inatoka mtoto kama ni mkojo akojoe uende nje ya mwili. Lakini sasa kwa sababu ya umevalisha Pampers unabaki pale pale. Anakojoa hata mara kadhaa. Ule mkojo unapotoka ndani ya mwili ni taka mwili. Kwa hiyo una takataka za mwili. Una wadudu na vijidudu. Ambavyo vinatoka vitoke vikaa ndani ya mwili vinaweza vikaleta matatizo. Kwa sababu kikojoa pale kwenye ile Pampers akikaa na muda mrefu wale wadudu kuna wadudu ambao wanakuwa kwenye kwanza wengine wakuta zile Pampers zenyewe zilivyo zinaweza kana wadudu. Kwa hiyo unakuta mtoto zilivyo kwa sababu kuna vitu ambavyo kuna kitu tunaita sterilization, yani haziko sterile, kwamba kuna vitu tunaweza vikaunguzwa kwa mfumo wa joto afu wadudu wakafa. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba hizo Pampers zinatengenezwa kwa njia tofauti. Kwa njia ndio maana bei zao ziko tofauti. Na bei ziko tofauti. Kwa hiyo unakuta kuna kampuni ambazo wao unakuta unaweza kumvalisha mtoto hapati reaction na nili zile rashes, yani vile vipele hapati, havimletei na nili. Kuna kampuni ambazo unakuta wao wamejaribu kuangalia vile, kwa sababu kuna vitu wanaweka mle ndani ya Pampers ambavyo vinafyonza ile mikojo inakuwa haipiti. Kwa unakuta vile kemikali walizoweka zinapunguza yani kwenye wametest, yani wamepima kwenye ngozi hazina madhara yoyote. Lakini kuna kampuni ambazo wao hawajapima. Na ndio unajua daktari, nikukatisha hapo, kuna Pampers zingine mtoto akivaa wakimvua utafikiri wamempaka unga. Kwa hiyo unakuta ni kampuni tofauti. Kwa hiyo ubora unatofautiana. Kwa hiyo kinachotakiwa tu kwamba katika matumizi ya ile Pampers, sababu sio mbaya kutumia, ila tu mtu aelewe matumizi.
Pampers zile kwanza kuna kampuni tofauti tofauti. Kwa hiyo mtu atatakiwa kujua kampuni gani anatumia kwa mtu. Kwa mfano mtoto huyo wa kwanza, wa pili, wa tatu. Zile Pampers ambazo zinamletea reaction mtoto wake asitumie. Lakini pia Pampers zile zimewekwa kilo za mtoto. Yaani zinaonyesha kilo za mtoto. Kwa hiyo nataka kama mtoto ana kilo 5 size ya ambaye size ya mtoto wa kilo 5. Kwa hiyo wanakuwa wameweka range, yani wameweka kiwango kwamba kilo hizi mpaka kilo hizi. Labda kilo 3 mpaka kilo 5. Kilo 3 mara nyingi 3 mpaka 6. Kwa hiyo mtoto wa kilo 3 anaweza akavaa mpaka mtoto wa kilo 6. Sasa unakuta mtoto labda ana kilo 10 anavalishwa kilo 6. Anavalishwa kilo 6. Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba kuna Pampers ambazo unaweza kuvalisha tu zinakuwa kama chupi. Ambayo ina mpira. Ile kwamba mtoto anaweza kavaa nyumbani. Lakini Pampers ambazo zinaleta madhara ambazo sasa ndo watu wanakuja kusema kwamba zinapunguza maumbile labda sehemu zile hazikui. Ni kweli, ni kwa sababu unakuta mtu anatumia Pampers ambazo sio size sahihi ya mtoto. Ama kama ni size sahihi, kuna sehemu ambao wanakuwa wameonyesha kwamba ufungie wapi. Ufungie hapa. Yaani hapa ufungie mpaka hapa. Inakuwa unakuwa kuna kama mkanda. Sasa yule anakavuta mpaka huko. Unakuta mtu anachokifanya anavuta hii huku na huku, anakutanisha mpaka zinakutana. Zinabana. Kwa hiyo unakuta mtoto anakuwa amebanwa na hawezi kuongea, hawezi kusema ndio mtoto mdehe. Kwa hiyo mtoto amebana, alafu huko mtoto anakula. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba hii sehemu ya mtoto inakuwa imebana mara kwa mara. Na pale ambapo unakuwa unabana sehemu ya mwili, zile seli zinakuwa hazikui vizuri. Popote pale. Popote pale. Yaani kama kuna seli popote pale. Hata tu pia unafunga hii sehemu. Hata hizi sehemu ya pete tunayovaa, unaona kabisa imebonyea kabisa. Kwa hiyo unakuta zile seli zinapungua kukua. Kwa hiyo inakuwa ni hivyo ndio maana unaona kabisa kwamba sehemu za mtoto. Kwa hiyo unataka kusema kwa mfano hapa kwenye pete pakitumbukia hivi, maana yake ni seli za hapa. Seli za hapa zinakuwa yaani hazina uhuru wa zinakosa uhuru. Kwa hiyo unakuta katika sehemu yote ya mwili kufanya hivyo inakuwa hivyo. Ile seli ya ile sehemu inakuwa haiendelee. Kwa hiyo ndio maana usiku utakiwa kuvaa maji socks yani. Wanashauri uvae yaani nguo zinazobana usibanwe. Kwa hiyo unakuta ni kwa nini? Kwa sababu ndio maana unakuta watu sasa wanakuja kuleta mawazo ya kwamba Pampers sio nzuri. Kwa hiyo sasa kwa mfano hapo mtoto ana kilo 10. Mama amechukua Pampers ya mtoto wa kilo 6. Halafu analazimisha kumvalisha. Kwa hiyo ile Pampers inambana. Inabana ile sehemu inakuwa inabana. Kwa hiyo ikibana kwenye zile sehemu zote zilizobanwa hazitakuwa. Yani utaona kabisa kwamba hii sehemu yani ni kama kuna upungufu pale. Yani ni sawa watoto wengine wakuta ni wanene lakini unakuta hii sehemu ambapo unakuwa unamfunga Pampers kila siku unaona kabisa inachora mistari. Kunakuwa na shida pale, yani zile kunakuwa hakuna ukuaji mzuri. Ama pengine unakuta kama hivi nilivyosema kwamba unakuta mwingine size ni sawa lakini anafunga na bana. Unakuta size ni sawa. Sasa unajua daktari hapo madhara hapo. Mwanamke mwenzangu, mama ambaye una watoto, madhara unaona? Anasema Pampers iendane na kilo za mtoto. Ukinunua ndogo ikambana inakuwa shida. Ukinunua saizi yake lakini ukakosa kufunga namna na mipaka ile ambayo wamesema ifike hapa, ukazidisha kubana, kuna shida. Sasa inakuja shida dokta, watoto wanaoachiwa watoto. Maana sasa walezi wa watoto ni watoto. Sasa huyu mtoto atajua kufunga Pampers kwamba inatakiwa ikae hapa. Matokeo yake sasa unakuta mtoto ndio hiyo wamesema anakuwa lakini kwa habari ya kwamba mtoto sasa wa kiume kwamba maumbile yake yanapungua labda kunakuwa na shida, wengine wasema hata akija huko anaweza mambo ya uzazi akawa ni shida. Siwezi kueleza kwamba kuna kitu kimethibitisha kwa sababu lazima tafiti zifanyike na ukweli ujulikane kwa tafiti mbalimbali. Siwezi kusemelea kwamba hiyo kitu inaweza kusababisha, lakini sijaona. Ila madhara makubwa ni kwamba tu kwa watoto wanapata maambukizi kwenye mfumo wa mkojo. Wanapata UTI sana. Na mtoto wa kiume akipata UTI ni mbaya zaidi tofauti na mtoto wa kike.
Kwa nini? Kwa sababu njia yake ya mkojo na njia ya mambo ya uzazi iko pamoja. Pamoja. Kwa ndo maana UTI yani ni mbaya sana kwa wanaume, watoto wa kiume, watoto wa kiume, hata kwa wanaume tu. Tofauti na wanawake kwa sababu mifumo kwa sababu sasa mwanaume akiathirika kwenye njia ya mkojo ameathirika mpaka kwenye njia ya uzazi. Ameathirika mpaka njia ya uzazi, ndio maana inashauriwa kwamba tu kutumia Pampers sio mbaya, isipokuwa tu matumizi ya Pampers. Usitumie Pampers kwa muda mrefu. Mtoto umemvalisha mtoto labda Pampers. Amekojoa mara 2-3. Nimejaribu pia kuangalia kwamba ni muda gani sahihi, kwa sababu na mimi pia natumia watoto na Pampers. Muda gani sahihi naweza kumbadilisha mtoto. Unaambia ndani ya masaa 2-3 mtoto atakuwa amebadilishwa Pampers. Sasa unakuta wengine tunaepuka hiyo kwa sababu unakuta nahitaji labda nina Pampers hizi ambazo sasa nikibadilisha mtoto hajakojoa. Mwingine unakuta mtoto amekojoa kidogo masaa 2 unayosema hata kama hajakojoa. Yani haijalishi kwamba umemvalisha mtoto ndani kama masaa 2 hata kama hajakojoa au amekojoa mara moja hata kama hajakojoa. Sasa mbona sisi kazi yetu ni amekojoa bado naendelea kufanya. Ndio ninachokuambia kwamba amekojoa bado amepupu bado anarudishiwa. Kwa hiyo tunashauri kwamba kama inawezekana kwa njia yoyote kwamba mama yuko na mtoto kama shida ni gharama, atafute namna nyingine, anaweza kawa anambadilisha nepi, kwa sababu akikojoa nepi unaweza kubadilishwa kwa fua kama gharama ni kubwa. Tofauti na madhara ambayo mama anasababisha kwa kukopa gharama, alafu unamwachisha yule mtoto, unamwacha na Pampers kwa muda mrefu, ambayo itakuwa inaleta madhara katika mwili wake kwa kupata maambukizi. Unakuta wengine wanapata homa, akipimwa mkojo UTI. Inatokana ni kwa sababu Pampers inakaa muda mrefu. Ubaya mwingine ambao ni mkubwa sana ni Pampers ni choo. Yaani choo, mtoto akijisaidia Pampers unatakiwa ubadilishe saa hiyo. Sio tena masaa 2. Ni saa hiyo. Yaani umemvalisha sasa hivi amejisaidia, mbadilishe mwekee nyingine. Kwa hiyo unakuta wazazi wengine watoto labda ameanza umri ule wa kutambana nini. Unakuta yani angalia mtoto atakao kumchunguza ile ambaye hawezi kumwongea kwamba nataka kumsaidia. Ni kumchunguza kila wakati. Unatakiwa hivyo kwa sababu choo kina kemikali ambayo ikishagusana na ngozi muda mrefu mtoto anachubuka vibaya. Lakini pamoja na kuchubuka, choo nimesema ile nitakamwili. Mkojo nitakamwili, choo nitakamwili. Kwa hiyo inapoendelea tena sana choo ina wadudu wengi sana wabaya wakipata kuingia kwenye njia ya mkojo ama njia ya uzazi wa mtoto. Kwa nini? Kwa sababu wale wadudu wanatakiwa, yani choo ni kichafu. Ndio maana hata katika hata hospitali tu tuseme tu, yani mara pengine huwa tuna yani ni kwamba tunawaambia wazazi kwamba ukimbadilisha mtoto choo umetumia zile wipes, nenda kanawe mikono na sabuni. Kwa nini? Kwa sababu unakuta mama amechukua zile, sasa hivi teknolojia inaongezeka. Kwa hiyo unakuta mtu anahisi kama nikifuta alafu mikono yangu inakuwa haijagusa, kwa hiyo naweza nikaendelea kumlisha mtoto. Madhara yanayokuja ni kwamba kama hujanawa vizuri, mtoto akishakula, yani mtoto akiharisha, sisi tunaamini mtu au hata mtoto akiharisha anakuwa amepata, yani kitu chochote ambacho kinahusiana na mavi. Yani unapama mavi, yani wadudu wale wa mavi akirudi huko anakuwa ni adui kwenye tumbo. Na wakati walitoka tumboni. Kwa hiyo kipita tena huko juu wanasababisha madhara makubwa. Yani wale wadudu walikuwa wanakaa humo. Wanakaa tu. Sasa wakirudi tena kwa njia nyingine, wamepita njia ya mkojo, wamepita njia nyingine, ni wabaya. Kwa hiyo wadudu wanakaa mwilini, lakini wakitoka kapita njia nyingine ni hatari zaidi, wanasababisha madhara, unakuta homa, sio mtu anaona UTI, sio mtu, ni wadudu wale. Kwa mama ajitahidi kunawa mkono kwa sabuni, hata kama akimsafisha na wipes. Yani akimsafisha na wipes, yani mama akanawe mikono na maji ya sabuni ili kuondoa wale wadudu ambao wamewagusa. Mwingine anakuta ametoka kumfuta mtoto. Kwa hiyo unataka kutuambia kwamba choo chochote kina wadudu? Choo chochote kina wadudu.
hata kile cha mtoto, hata cha amezaliwa jana, amezaliwa leo, kina wadudu, yani kina wadudu. Kwa hiyo unapomfuta ile mtoto, kanawe mikono vizuri. Unakuta mama amemtoa mtoto Pampers, amemfuta mavi, anatoa ziwa, anampa mtoto. Mtoto anaharisha, anaanza kuharisha. Ni kwa sababu amepata choka ni mikono, amegusana. Kwa hiyo ni mambo ya usafi ambayo tunawafundisha wazazi kwamba wajitahidi. Matumizi ya Pampers sio mabaya, lakini mtoto atakiwa kuvaa Pampers muda mrefu, na hata katika ubadilishwaji wa mtoto amejisaidia abadilishwe haraka, kwa sababu kemikali zilizo kwenye choo na wadudu walio kwenye choo ni hatari zaidi. Wale madhara ambayo sasa tunazungumza watu wanayachukua kwa namna nyingine kwamba Pampers ni mbaya. Kwa hiyo Pampers sio mbaya, ila matumizi ya Pampers yakiwa vibaya yanaleta madhara kwa mtoto. Kwa hiyo hapo pia umetuelewesha kwamba hayo mawazo ambayo watu wanawaza kwamba Pampers labda zinaathiri ukuaji wa viungo vya uzazi hasa kwa watoto wa kiume. Umetueleza tu kwamba inawezekana labda kwa kuwa inambana, lakini bado tafiti hazijakamilika. Hakuna uthibitisho kabisa kwamba ni zile zinasababisha, lakini unatupa angalizo tu kwamba inawezekana. Hata mimi naona tutoe tu angalizo kwamba pamoja na kwamba tafiti bado zinafanyika au hazijafanyika za kujua athari za Pampers zile zinazobana kwa ukuaji wa viungo vya watoto wa kiume, lakini inaona tuchukue tu tahadhari, si ndio? Tahadhari ni vizuri wakati tafiti zitaendelea, lakini mvalishe mtoto Pampers. Unajua na wale nao wameweka kilo. Wakiweka kilo, maana yake wanataka avae mtoto size yake, kwamba asivae inayombana ama inayopwaya. Ni bora avae inayopwaya kuliko inayobana. Tuchukue tu sisi tahadhari. Lakini pia daktari, tahadhari nyingine, kuna wamama mimi nimewaona hata hospitali. Siku moja tumeenda kupeleka mtoto. Sasa kuna wale ambao wanafuata kama hivyo unavyosema kwamba mtoto akikojoa hata mara moja utoe, ama masaa mawili akivaa hajakojoa inabidi utoe. Anatoa ile Pampers ambayo bado haijakojolewa sana, ama anatoa Pampers ambayo haijakojolewa kwa usalama huo, lakini anatokea mama mwingine anaokota anavalisha mtoto wake, anakuwa yeye amekuja na Pampers moja, anasema sasa, anasema kabisa, nipe mimi ninayo moja, nipe tu amalizie. Sasa vitu kama hivyo, kuchukua Pampers ambayo uielewi vizuri na yenyewe ni hatari. Ni afadhali umvalishe nepi, mvalishe na lailoni ili mtoto anakuwa salama zaidi. Na sasa kuna swala lingine ambalo pia tulikuwa tunataka maelezo kuhusu matege. Wamesema kwamba ukimvalisha Pampers anakuwa na matege. Hiyo nayo inakaaje? Sawa, swala la matege hayahusiani na Pampers. Matege hayahusiani na Pampers kabisa. Kwa sababu matege ni upungufu wa madini, ambao upungufu huo unakuwa tangu tumboni kwa mama. Kwa mtoto anapozaliwa unakuta yale madini yamepungua, tunaita vitamin D. Ni madini lakini pia ni. Kwa hiyo hao watoto wanakuja na miguu hivi, sio nepi wala sio matege. Wengine wanasema hivi, alimtembeza kabla miguu haijakaa vizuri. Wengi wanasema hivyo. Lakini sio, haihusiani ni upungufu wa madini. Kuna watoto ambao katika tumbo la mama vile wanapokaa watoto, unakuta mtoto labda anakaa kama chura tumboni. Kwa hiyo ni anaweza kaa mwingine akakaa vile kwa muda, lakini akazaliwa akianza kutembea pia unakuta ni kama ana matege. Kama anachukua ile akisi ya tumboni. Ni ile ni mkao ule wa tumboni aliokuwa. Tunaamini kwamba ndani ya mwaka mmoja mpaka miaka mitatu ile hali inatakiwa iishi. Sasa nipende pia kukazia kwamba tumejifunza hapo mambo mengi, Pampers, kwamba unatakiwa uwe msafi, na hata wale unaowaachia watoto, watoto wako na mtu unayemwachia mtoto, hakikisha unamsisitiza. Na wakati mwingine unapokuwa kazini au unapokuwa mbali, jaribu pia kucheki kwa simu kila wakati. Je, sasa umembadilisha mtoto? Sasa hivi ni saa ya kubadilisha mtoto, mbadilishe mtoto ili kumkumbusha yule anayebaki. Na wakati mwingine ni vizuri kuwafundisha hata namna ya kuwavalisha hizo Pampers ili kusitokee
hayo madhara ambayo yanatokea. Nikushukuru pia kwa ajili ya muda wako. Usiache kutazama vipindi vyetu vinakuwa hewani siku ya Alhamisi saa 11:30 mpaka saa 12:30, lakini siku ya Jumamosi ni marudio saa 7:30 mchana mpaka saa 8:30 mchana. Lakini usiache kutazama vipindi vingine vinavyorushwa hewani kwenye TV yetu ya Sibuka ambavyo pia vina maudhui mazuri tu na mafundisho mazuri ya kiroho ambayo yatatusaidia. Na katika runinga yako hapo chini kuna namba ya simu inapita hapo, unaweza ukachukua hiyo namba ya simu ukatupigia simu kuuliza swali lolote ulilonalo, lakini pia kutupa, hata kama una changamoto yoyote unaweza ukapiga, lakini pia unaweza ukaandika message. Na ninaomba nimshukuru Mungu kwa ajili ya somo hili. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa kuwa Mungu unatuelimisha kila wakati. Umesema nitakufundisha na kukuonyesha njia ikupasayo kuiendea, nitakushauri jicho langu likikutazama. Sante kwa ajili ya mafundisho haya, sante kwa ajili ya mashauri haya. Ninasihi Mungu, achilia neema yako juu yetu na juu ya wanawake wote wanaosikia kwa habari ya malezi ya watoto. Asante Mungu kwa kuwa ni mwaminifu. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru. Amen. Sibuka TV.